Asante. Kwa majina naitwa Imani Julius Mwangoka au kipenda nite mtu wa live, ni kiongozi wa matukio kutoka Home of Tribes Tanzania nzima. Ni kikundi ambacho kinajihusisha na kuwaona watu wenye uhitaji. Kama mlivyoona leo tulifika hapa shule ya Tunduma kuwaona watoto wenye uhitaji, na kweli tumefika hapa shuleni na tumewaona. Kwa hiyo sisi hapa tumehuzunika kweli sana, na tunamshukuru Mungu hata kama tumehuzunika, tulichokitoa hicho kimepokelewa hapa shuleni. Ningisi vikundi vingine vyote vya mji wa Tunduma, kwanza tuangalie sana sehemu ambapo tunatokea. Kwanza tusikimbilie kwenda mbali sana, unakuta unaenda mbali afu sehemu ambapo unatokea ndipo pana shida kuliko unako kwenda. Na tuzingatie sana kuwaona watoto wenye uhitaji kuliko sehemu yoyote, maana inaonekana wametengwa sana. Kwa hiyo hiki kitu hicho tukionyesha hapa sisi kama Home of Tribes, nadhani kitashtua vikundi vingi Tunduma ili wajue kwamba maana ya Home of Tribe. Na sasa Home of Tribe hatuishii hapa. Hii tulikuwa tunakuja tu kutoa salamu. Nadhani mwakani tutafanya la kihistoria, haijaishi ni wapi. Tutafanya kitu kikubwa zaidi. Tunataka tutikise Tanzania kwamba Home of Tribe ni nyumba ya makabila yote, ina namna ya kufanya hadi serikali ikajua kwamba kuna kikundi kinajihusisha na kijamii, ni kikundi ambacho kimeimarika kwenye misingi yote. Nashukuru sana, asante sana. Home of Tribes sisi ni nyumba ya makabila. Uhitaji kwetu ni sehemu ya maisha, kwa sababu jambo la kwanza tunaamini sana kwenye upendo, na zaidi tunatamani kuiunganisha jamii iwe kitu kimoja, yani isamini kila mmoja, tujione ndugu, tuishi kwa namna ambayo wewe ungependa au ungeiota. Unavyotamani ufanyiwe ndivyo ufanye. Ndio maana kuna watu wametoka maeneo mbalimbali. Kwa mtizamo huenda hatujabeba vitu vikubwa sana, lakini mioyo yetu ina uzito ambao hakuna mtu anaweza kabeba thamani hiyo ambayo sisi tumeileta hapa. Kuonana nao, kuwaona ndugu zetu, sisi hilo ni kubwa sana. Hatujabeba vitu vingi, ni sukari, mafuta, mchele, maharage, lakini pia tuna nguo za kutosha. Tunaamini kwa idadi hii zitawaenea na zitabaki. Ndugu zangu wana Home of Tribes, ni kweli tunafanya mengi, lakini hayazidi ibada hii. Kitendo tu cha kuacha shughuli yako kuja kuungana na watu wakajua kwamba kumbe tuna ndugu, ni jambo kubwa sana, na mbarikiwe kuliko mnavyozani. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni, nashukuru. Ukisikia neno msaada lazima mpongeze. Maana nilikotoka nilikuwa sijui chochote, lakini baada ya kuniambia ikabidi nikimbie nije niungane na kushuhudia na kupongeza kwa kile mlicho kuja nacho. Tunashukuru sana. Karibu tena, msichoke, tuendelee kuvumiliana, ni sehemu ya kulijenga taifa. Asante sana. Naitwa Gabriel Kalinga, afisa mtendaji mtaa wa Uwanjani. Karibuni sana. Home of Tribe, tunazungumza kikwetu, tunamaanisha kikwao. Amina. Kipekee ni washukuru sana kikundi cha Home of Tribe kwa kuthamini na kuona umuhimu wa kutembelea shule ya msingi Tunduma katika kitengo cha watoto wenye mahitaji maalum. Binafsi nimehemewa kama mkuu wa shule, nimethamini na kutambua mchango wenu katika kusaidia watoto wenye mahitaji maalum. Nimethamini na kutambua juhudi zenu katika kuhakikisha watoto wenye mahitaji maalum wanavuka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Katika hili Mungu awabariki sana. Mungu awabariki mno, kwa sababu sadaka iliyo kuu ni pamoja kuwahudumia watoto wenye mahitaji. Asanteni sana 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 sana. Shule ya msingi Tunduma tunao watoto wenye mahitaji maalum 104. Kwa tunao wale ambao wapo hapa bwenini wanakaa, lakini tunao wale ambao tumeshawavusha kwenye hatua hii, tumewapeleka kwenye madarasa haya mengine. Hawa watoto hatuwatengi. Wanapofika hapa, walimu wao wamesomea jinsi ya kuwahendo. Wanaendelea kuwafundisha hatua moja baada ya nyingine. Tunazo hatua 3.
Kwa mtoto akishavuka zile hatua 3, basi tunamtoa kule tunampeleka darasa la kwanza. Haijalishi ana umri gani. Akifika kule darasa la kwanza ataanza kujifunza stadi zile za kusoma na kuandika kama kawaida kama wale watoto wengine ambao hawana mahitaji maalum. Tunaona utaratibu huu wa kuanzisha hii mchanganyiko wa watoto wa elimu maalum na watoto wa kawaida imesaidia sana, kwa sababu tunao watoto ambao wanafaulu, wanaenda shule za vipaji. Kwa hiyo wito wangu na rai yangu, ninaomba tuwe wajumbe wazuri kwa wazazi ambao wana watoto wenye mahitaji maalum, wao walete shuleni. Tunalo bweni hapa. Tumeanza tangu tumefungua shule mwezi Julai tarehe 13, lakini mpaka sasa tumepokea watoto 12 tu. Wapo wazazi ambao wao wanataka wakae na watoto nyumbani, lakini sisi tunaona ni vema mtoto akakaa hapa, kwa sababu akikaa hapa ana muda mwingi wa kukaa na walimu wake, ana muda mwingi wa kufundishwa, kuliko ni vile ambavyo anaachwa nyumbani, mzazi anaenda anatafuta, anaporudi jioni sasa hata muda wa kumfundisha yale mambo madogo madogo ambayo anatakiwa mtoto ajifunze mzazi anakosa. Lakini akikaa hapa mambo yanaenda vizuri. Labda nina mwanafunzi wangu mmoja nampenda sana. Yeye ni mahitaji maalum lakini anataka uongozi. Mikiori? Naomba usogee. Mwanafunzi wangu yuko darasa la 2 huyu, ninavyomuona hapa. Lakini anajua kusoma. Anasoma na ni monta darasani kwake. Kwa hiyo tunakaa nao kwa upendo hao watoto. Yaani ni watoto ambao wanahitaji ukaribu wa hali ya juu. Mfano Mikiori yeye anasema mimi mwalimu nataka mimi niwe kiongozi. Hutaki kumnyima. Unatakiwa umpe kila anacho kitamani. Ili akikaa humo sasa yeye mwenyewe ajione kwamba yani yuko sawa, asijione yuko tofauti na wengine. Kwa ni waombe kama kuna jirani, kama kuna mtu umesikia yuko Mbeya, kwa mliotoka Mbeya, nafahamu Mbeya lazima kuna shule yenye watoto wenye mahitaji, lakini mtu asipende mazingira ya jirani, wajulisheni wawalete watoto katika kituo hiki. Baraka zenu wapendwa. Mungu awabariki sana. Hawa watoto 104 wanakula hapa mchana shuleni. Lakini hawa wabweni wanakula milo yote 3 kama kawaida wanaokaa kule bwenini. Kwa hiyo hapa mmewalisha watoto wote. Mungu awabariki mno. Amen. Asanteni sana. Tumewasha moto.